अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। इस आयत का तर्जुमा ये है कि रमजान का महीना Halifa mtukufu yadahullah taala bin Salaziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba mwezi wa Ramadhani ni ambao imeteremshwa humo Qur'ani kwa mwongozo kwa watu na ishara zilizowazi za mwongozo na kipambanuzi. Basi miongoni mwenu atakayeuona mwezi afunge saumu, na mwenye kuwa mgonjwa au yumo safarini basi atimize hesabu katika siku zingine. Mwenyezi Mungu huwatakieni yaliyo mepesi wala hawatakieni yaliyo mazito, na pia huwatakieni mtimize hesabu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuwa amewaongozeni na ili mpate kushukuru. Umuhimu wa Qur'ani tukufu, heshima yake, daraja yake na umuhimu wa kufuata Qur'ani tukufu. Namna gani tunatakiwa tufuate Qur'ani tukufu na kwa ajili ya kina nani Qur'ani inapatia uhai wa kiroho katika maisha ya binadamu. Athari yake ni nini? Ilmuradi kuna mambo chungu mzima ambayo maelezo yake Mwenyezi Mungu ametuelezea katika Qur'ani tukufu. Kwa sababu ya hii kwamba isiwe hii kwamba sisi kwa kufuata Qur'ani tukufu
tupate maendeleo ya imani yetu na hulka yetu, bali pamoja na hayo tufanye mpango wa maendeleo ya maisha yetu ya kidunia. Aya niliyosoma mbele yenu kwa kuunganisha aya hii na mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu ametuambia uhusiano wake na mwezi mtukufu wa Ramadhan, na vile vile kwa kuonyesha uhusiano wake na Ramadhan ametuelezea umuhimu wa Ramadhan ni nini. Shahru Ramadhan allazi unzila fihi alquran. Kwa kusema hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba kitabu hiki cha mwisho kinahusika na mwezi wa Ramadhan, na mtu anayetaka kuboresha imani yake, anayetaka kusambaza kitabu hiki cha mwisho duniani ili dunia ijue kuhusu kitabu hiki, na mtu anayetaka kwamba aende katika dhama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anayetaka kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu na asikie sauti isemayo fa inni karib, basi katika hali hizi zote anatakiwa atimize haki ya Ramadhan na haki ya Qur'an tukufu, na ajue uhusiano wake ni nini. Khalifa mtukufu anasema kwamba mwezi huu umeleta karibu umbali unaonekana mbali sana katika siku za kawaida. Basi mwaminio anatakiwa apate baraka kadiri anayoweza kupata baraka katika mwezi huu wa Ramadhan. Wafasiri wameandika kuhusu aya hii kwamba saumu ya Ramadhan ina umuhimu kiasi hiki kwamba kuhusu saumu amri maalum zimeteremshwa kwa ajili yake. Sayyidina al-Islam pia amesema kwamba shahru Ramadhan allazi unzila fihi alquran. Haya ni maneno ambayo yanaonyesha heshima na umuhimu wa Ramadhan, na vile vile amesema kwamba kwa sababu ya maneno haya saumu imepewa daraja kubwa sana na ujira mkubwa sana. Lakini kwa ajili ya wale ambao wanatimiza haki ya uhusiano wa Ramadhan na Qur'an, na haki yake ni hii kwamba pamoja na kufunga saumu musome Qur'ani tukufu na musome tafsiri yake. Kwa sababu Hazur anasema sawa na uzoefu wangu nimeona kwamba miongoni mwetu wapo wengi ambao katika Ramadhan pia hawatimizi haki ya Qur'an tukufu, hawasomi Qur'an tukufu mpaka mwisho, wala hawasomi Qur'an tukufu kwa makini. Hata kama wamesoma kwa kutokuwa na shauku, na kuna haja sana ya kuzingatia jambo hili pia. Kisha shahru Ramadhan allazi unzila fihi alquran, maana yake ingine ni hii kwamba katika mwezi huu Qur'an ilianza kuteremka. Na Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha pia anasimulia kwamba Jibril kila mwaka katika mwezi wa Ramadhan alikuwa akisoma Qur'ani tukufu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa imeshuka mpaka Ramadhan. Na katika mwaka aliofariki Qur'an ilisoma mara mbili, yani Jibril alisoma Qur'an tukufu mara mbili pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa idhini maalum ya Mwenyezi Mungu inatukumbusha kuhusu hii kwamba sisi angalau mara moja tusome Qur'ani tukufu katika mwezi wa Ramadhan. Na kama nilivyosema kwamba si tusome tu, bali tusome tafsiri yake pia, ndipo tutaweza kufuata amri hii ya Mwenyezi Mungu
isemayo huda linnas, yani tutasoma na tutafanya tafakur kwamba जो इससे Qur'an, kuhusu hii kwamba Qur'an ni mwongozo kwa ajili ya watu, ni mwongozo kwa ajili ya wale watu ambao wanataka kupata mwongozo kutoka kwake, na mwongozo hauwezi kupatikana bila kusoma na bila kufanya tafakur kuhusu katika Qur'an tukufu. Basi kusoma kwake na kuelewa kwake ni muhimu, दलाइल के साथ है, na Mwenyezi Mungu amesema hii pia kwamba उसमें हिदायत है, क्योंकि हर mwongozo unapatikana kwa dalili, yani kila mwongozo umetolewa dalili yake. Kwa hiyo musome Qur'an tukufu na mujitahidi kufuata ule mwongozo, kwa sababu jambo linaloelezwa na dalili, lile jambo linaweza kuingia moyoni mwa binadamu, na mtu anaweza kufuata lile jambo kwa kuelewa ule mwongozo wake. दूसरों तक पहुंचाने और गैरों को समझाने में भी आसानी पैदा होती है। Inakuwa rahisi kuwafikishia wengine mwongozo huu unaopatikana kwa dalili, na hivi और फिर ये भी ऐलान फरमाया hivi mtu anatimiza amri ya kufanya mahubiri pia. Vile vile amesema Mwenyezi Mungu kwamba Furqan pia inapatikana, yani dalili na hoja inapatikana ndani ya Qur'an tukufu inayotofautisha baina ya haki na batili. जो भी कुरान करीम की तालीम Anayefuata mwongozo huu anakuwa tofauti na wengine, anayefuata mafundisho ya Qur'an tukufu anakuwa tofauti na wengine. तौर पर Hali yake ya kiroho na hali yake ya itikadi na imani yake itaonekana ni nzuri zaidi kuliko wengine. Na wakati tunapotoa hoja na dalili kuhusu Qur'ani tukufu, wakati tunapojadili na watu wengine, hakuna kitabu kingine wala dini nyingine yoyote inayoweza kusimama mbele ya Qur'ani tukufu, kwa sababu katika Qur'ani tukufu दूसरे दिनों kuna mafundisho na ushahidi ya historia ya aina hii, kwamba na dalili za aina hii dhidi ya dini zingine ambazo zinathibitisha ubora wake dhidi ya dini zingine. खुदा ताला की तरफ से होने और अब तक Kitabu hiki kutoka mwanzo mpaka mwisho inathibitisha kwamba kitabu hiki kimetoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kimehifadhiwa mpaka leo, na inatangaza kwamba itahifadhiwa mpaka mwisho. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika mwezi wa Ramadhan, pamoja na kufunga saumu, juhudi ingine ni hii kwamba mufanye juhudi ya kusoma Qur'an tukufu na kupata hazina ya Qur'an tukufu, na mujitahidi kufuata mafundisho yake katika maisha yenu, na muzingatie amri zake na mujitahidi kufuata amri zake katika maisha yenu. इसकी तालीमात Sehemu yake iliyosahulika musome mara kwa mara ili muweze kukumbuka sehemu yake. कुरान करीम पर अमल Kwa kusoma mafundisho yake muchunguze amali zenu kwamba kiasi gani mnafuata amri za Qur'an tukufu. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu anayotuambia kwamba tunatakiwa tufanye hivi, kwa sababu haya ni mambo yanayoboresha dunia na akhira yetu. वबय्यनात मिनल हुदा वल फुरकान के बारे Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusu hudan linnas na wabayinati min alhuda wal furqan में अव्वल ये anasema kwamba उलूम दीन katika Qur'ani tukufu kuna sifa tatu. Ya kwanza ni kwamba elimu ya dini ambayo watu walikuwa hawajui, Qur'ani inaongoza kuhusu ile elimu. Na ya pili ni kwamba katika elimu za zamani ilikuwa haikuelezwa vizuri, Qur'ani imeeleza tafsiri yake, maelezo yake. Na ya tatu ni kwamba katika elimu ihtilafu iliyopatikana, Qur'ani kwa kutoa hukumu
imeeleza tofauti baina ya haki na batili. Basi qurani ni kitabu kilichokamilika na hakina mfano wake, na maelezo yake yote yameelezwa, na makosa ya dini ya zamani zimetolewa, na upungufu uliopatikana katika dini, upungufu ule umekamilika. vile vile ni esani ya mwenyezi mungu kwamba ametuumba katika zama hii ya imam mahdi, na vile vile ametujalia kwamba tumempokea imamu wa zama hizi, na kwa kufanya hivi amefanya mpango wa kuelewa elimu ya qurani tukufu kwa kumpitia sinam alahi salatu wassalam. sinam alahi salam alituelezea hazina ya elimu ya qurani tukufu, na hali yake inaonekana wakati mtu anaposoma vitabu vya sinam alahi salatu wassalam. hazur anasema sasa hivi mi nitaweka mbele yenu baadhi ya maandiko ya sinam alahi salatu wassalam kuhusu daraja na heshima ya qurani tukufu, na vile vile majukumu yetu ni nini. Sisi tunatakiwa tutimize majukumu yetu namna gani, ili kwa kuzingatia mambo haya yote tuweze kusoma qurani tukufu na tuweze kusomesha qurani tukufu. aya niliyosoma mbele yenu nimeeleza maelezo yake, lakini sasa nitaweka baadhi ya maandiko ya sayyidina alahi salatu wassalam. sayyidina alahi salatu wassalam anasema kwamba khataman nabiyin ni neno lililotumika kwa ajili ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. neno hili linahitaji kwamba kitabu kilichoteremka juu ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, kile kitabu pia kiwe khatamul kutub na sifa zote zipatikane ndani yake, na kwa kweli sifa zote zinapatikana ndani yake, kwa sababu hii ni kanuni ya mwenyezi mungu kwamba sawa na sifa ya mtu anapewa kitabu, hali ya imani ya mtume saa salam ilikuwa ya hali ya juu. hakuna mtu yeyote aliyepata ile daraja wala hatapata daraja ile. ndiyo maana qurani tukufu ni bora zaidi kuliko vitabu vyote vilivyopita, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa na imani ya hali ya juu na alikuwa karibu na mwenyezi mungu. hulka zote na sifa zote zilikamilika juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. katika hali hii qurani iliyoteremka juu yake basi ilikuwa qurani iliyokamilika. kama sifa za mtume saa sallam zilikamilika, vile vile sifa za qurani tukufu pia zilikamilika. mtume saa sallam akawa khataman nabiyin na kitabu chake ni khatamul kutub, na kiasi miujiza inayoweza kupatikana ndani ya kitabu cha mwenyezi mungu, miujiza zile zote zinapatikana ndani ya qurani tukufu, iwe upande wa ufasaha, iwe upande wa mada, iwe upande wa mafundisho, au iwe kwa upande wa ukamilifu wa mafundisho, iwe upande matunda ya mafundisho. kwa upande zote inaonekana kwamba miujiza hizi zote zinapatikana ndani ya qurani tukufu, na hii ndiyo ni sababu kwamba qurani tukufu hakuomba mfano wa aina fulani, bali ameomba mfano wa kawaida, yani kwa upande zote mnaweza kupambana naye, iwe upande wa ufasaha, iwe upande wa maana ya qurani tukufu, iwe upande wa mafundisho qurani tukufu, iwe upande wa bishara au upande wa ghaibu inayopatikana ndani ya qurani tukufu. kwa upande zote qurani tukufu ni muujiza kutoka kwa mwenyezi mungu. kisha kwa kueleza umuhimu wa qurani tukufu, sayyidina alahi salatu wassalam anasema ikiwa tusingekuwa na qurani tukufu na tungekuwa na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali hii tusingeweza kupambana na mataifa mwingine.
amesema nilipofikiri kuhusu neno la quran ndipo nikajua kwamba katika neno hili kuna bishara yenye baraka, na bishara ile ni hii kwamba hiki ni kitabu kinatakiwa kisomwe, na katika zama fulani kitabu hiki kinatakiwa kisomwe wakati vitabu vingine pia vitakapopatikana wakati ule kwa ajili ya kusalimisha heshima ya islam. Kitabu hiki kitatakiwa kisomwe na vitabu vingine vyote vitaachwa. Na neno Al-Furqan pia maana yake ni hii kwamba hiki ni kitabu kinachotofautisha baina ya haki na batili, na hakuna kitabu kingine kitakachokuwa sawa na Qur'ani tukufu. Basi muache vitabu vingine vyote, usiku na mchana musome kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yule mtu ambaye hasomi Qur'ani tukufu hana imani na anaendelea kusoma vitabu vingine. Jumuiya yetu inatakiwa kwa moyo sana isome Qur'ani tukufu, na jumuiya iache mambo ya hadithi. Nasikitika kwamba Qur'an haiheshimiwi kama hadithi inaheshimiwa. Basi mushike silaha ya Qur'an tukufu, ndipo mtapata ushindi. Hii ni nuru na giza haiwezi kusimama mbele yake. Kisha kwa kueleza njia mbalimbali za kurekebisha hali, amesema kwamba mabadiliko yatapatikanaje. Jibu lake ni kwamba mtu anatakiwa asali swala. Amesema musome Qur'an tukufu kwa sababu mambo yote yanapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Maelezo ya mema na maovu yanapatikana ndani yake, na vile vile kuna habari za siku zijazo. Basi tunasema kitu cha kwanza ni kuzingatia swala, hususan siku hizi inatakiwa kila mmoja azingatie swala, na kwa sababu Qur'an pia inahusika na Ramadhan. Ikiwa mnasoma Qur'an tukufu katika siku hizi za Ramadhan na mnajaribu kufuata mafundisho Qur'an tukufu, siku za usoni pia mtafaidika na tabia hii na uzoefu huu. Amesema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba muelewe vizuri kwamba Qur'ani inaleta dini ambayo haiwezi kushutumiwa kwa sababu matunda yake yanaendelea kupatikana siku zote. Injili hakueleza mafundisho kwa kikamilifu, labda mafundisho yake yalikuwa kwa ajili ya wakati ule, lakini mafundisho yake si kwa ajili ya milele. Fahari hii ni ya Qur'ani tukufu tu kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza tiba ya kila maradhi, na vile vile ikiwa ameeleza kuhusu maovu, amefundisha njia ya kuondoa yale maovu. Kwa hiyo muendelee kusoma Qur'an tukufu na muendelee kufanya maombi, na vile vile mwenendo wenu unatakiwa uwe sawa na mafundisho Qur'an tukufu. Halifa watatu rahmatullahi alayhi anasema kwamba safari fulani waziri moja kutoka Pakistan alienda kutembelea China wakati wa Moizetong. Yule waziri akamuuliza bana Moz kwamba umeleta mapinduzi katika taifa lako, sababu yake ni nini? Yule bana akasema kwamba kwa nini unaniuliza? Uende uone mfano mwema wa mtume wako na usome Qur'an tukufu, utapata jibu lake. Hazur anasema wasiku waislamu ambao wana akili, hata kama wao hawakubali, wao pia wanaona nuru ndani ya Qur'an tukufu. Kisha kwa sababu ya kufuata mafundisho ya Qur'an tukufu, mapinduzi gani yanapatikana? Kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba muujiza mingine ya Qur'ani tukufu kwa ajili yetu ni hii kwamba, ambayo ni wazi, ni kwamba ni yale mabadiliko yaliyopatikana ndani ya maswahaba kwa sababu ya kufuata Qur'ani tukufu, kwa kufuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapoona maisha yao kabla ya Islam, hali yao ilikuwaje, maisha yao yalikuwaje, mwenendo wao ulikuwaje, lakini baadaye kwa sababu ya kukaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya kufuata Qur'an tukufu, hali yao ilikuwaje upande wa hulka, upande wa mwenendo na upande wa
amali zao na katika kwa jumla katika नहायत तैयब और पाक हालत में katika tabia yao में इस तासीर अजीम mabadiliko mazuri yaliyopatikana अजीब ताजगी kwa kuona yale mabadiliko ambayo yalifuta ukutu wote na yalileta nuru na mwanga ndani yao. Kwa kuona hali hii tunalazimika kukubali kwamba hii ilikuwa kwa sababu ya kufuata Qur'ani tukufu na kwa sababu ya kufuata mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam. और वैशी Kisha anasema kwamba kila mwenye uadilifu anajua kwamba wale walikuwa kama wanyama, कुरान को कबूल करने के बाद कैसे wale walikuwa wakifanya maovu kabla ya Islam, lakini kwa kukubali Qur'an tukufu na Islam hali yao ilikuwaje मुबद्दल कर दिया कि वो जहाल na jinsi gani दीनी से माला माल हो गए। uhusiano wa mtume sallallahu alaihi wasallam ulibadilisha hali yao kiasi hiki kwamba wakapata mali ya dini na wakajizama katika dini kiasi hiki kwamba hawakujali kuhusu dini ya kuhusu nchi yao, kuhusu starehe yao, kuhusu watoto wao na familia yao, na wakata mambo haya yote kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. कुरान शरीफ में ऐसी Basi hali yao hii kabla ya Islam na baada ya Islam आदमी पढ़ने के वक्त iliyopatikana imeelezwa ndani ya Qur'an tukufu kiasi hiki kwamba mtu ambaye ana moyo safi kwa kusoma hali yao hii anaanza kutoa machozi. Basi kulikuwa kitu gani kilichowaleta hawa kutoka upande moja katika upande mwingine? Yalikuwa mambo mawili. Ya kwanza ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na roho ya aina hii kwamba aliwavuta, alikuwa na roho ya aina hii kwamba mfano wake haupatikani, na sababu yake ingine ni kwamba उम्मतों से निकाल कर नूर की Qur'ani tukufu ilikuwa na athari ya aina yake iliyowapeleka katika nuru, iliyotoa katika giza na kupeleka kwenye nuru, आपने ऐसी तासीर na hakuna anayeweza kutoa mfano wake kwamba kuna kitabu chochote kilichukua na athari kiasi hiki. Nani anaweza kutoa mfano wake kwamba kuna kitabu chochote kilicholeta mabadiliko kama Qur'an tukufu ilifanya mabadiliko? Watu malaki wana uzoefu kwamba kwa kufuata Qur'ani tukufu baraka za Mwenyezi Mungu zinashuka mioyoni इल्हाम उनके दिलों पर na mtu anakuwa na karibu na Mwenyezi Mungu na wanapata ufunuo wa Mwenyezi Mungu उनको इता होती है। na wanaanza kutamka maarifa, maneno ya maarifa na hekima, na wao wanapewa yakini ya hali ya juu, na wao wanapewa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. अगर उनके वजूदों को हावन मसाइब में पीसा जाए और सख्त शिकंजे Wao में जोड़ा जाए तो इन wakijaribiwa kwa upande wowote, matokeo yake ni kwamba watakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yani watakuwa wamejaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. अर्थ निकालें Hazur anasema hata kama wao wakisagwa किसी इंसान kwa baada ya कुरान की kuwasaga, matokeo yatakayopatikana ni kwamba watakuwa wamejaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hawa ni wale watu ambao wanaosoma Qur'an tukufu na wanafuata mafundisho yake. दुनिया से दूर तारो बुलंद तक Sayyidina Islam anasema kwamba उनसे dunia haiwatambui, हुआ है कि खुदा है और उन्हीं पर खुला Mungu anawatendea हैं तो वो katika aina ya miujiza. Wao wamejua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Wao wanapofanya maombi, Mwenyezi Mungu anapokea maombi yao. Wanapoomba kinga, Mwenyezi Mungu anawakimbilia. रूहानी और जिस्मानी ताइदों से Mungu anateremsha mvua ya baraka juu yao, na wao kwa baraka zao wanatambuliwa, उनका है। na Mwenyezi Mungu anawasaidia katika kila uwanja. Wao ni wa Mwenyezi Mungu na Mungu ni wao. Haya ni mambo yanayokuwa na dalili yake. आप फरमाते हैं Vile vile असल यही है kupata maendeleo katika dunia hii, mtu anatakiwa afuate Qur'an tukufu, si hii tu kwamba asome. Sinam al-Islam anasema kwamba yoyote Mwenyezi Mungu aliyefundisha katika Qur'an tukufu, madamu waislamu hawafuati mafundisho Qur'an tukufu, hawezi kupata maendeleo ya aina yoyote. Kadiri wanaendelea kuwa mbali na Qur'an tukufu, wanaendelea kuwa mbali na maendeleo pia.
qurani tukufu ni sababu ya kuleta maendeleo. kisha kwa kuhusihi jumuiya yake sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba msichukue hatua hata moja kinyume na amri za qurani tukufu, na waambieni kweli kweli kwamba mtu yeyote anayekataa amri moja katika amri 700 za qurani tukufu, yeye mwenyewe anafunga mlango wa okovu juu yake kwa mkono wake. njia za okovu na ufaulu lifunguliwa na qurani tukufu. basi musome qurani tukufu kwa makini na muipende qurani tukufu, na muipende qurani tukufu kiasi hiki kwamba hamkuipenda kitu chochote kingine. kama Mwenyezi Mungu alinifunulia kwamba alkhairu kullu fil Qur'ani, yani ufaulu wote unapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, na hii ni kweli. Nasikitika juu ya wale watu ambao wanatanguliza vitu vingine juu ya Qur'ani tukufu. Chemchem ya ufaulu wenu na ukoo wenu ni katika Qur'ani tukufu. Hakuna dharura yoyote ya dini ambayo haipatikani ndani ya Qur'ani tukufu. Siku ya kiyama Qur'an itakadhibisha au itasadikisha hali ya imani yenu. Amesema min ghairi ya Qur'an tukufu hakuna kitabu kingine ambacho kinaweza kuwaongezeni bila kufuata Qur'an tukufu. Hakuna kitabu kinachoweza kuwapatieni mwongozo mpaka musome Qur'an tukufu. Amesema Mwenyezi Mungu amewafanyieni ihsani kwamba amewapatieni kitabu Qur'an tukufu, na waambieni kweli kweli kwamba kitabu kilichosomwa mbele yenu ingesomwa juu ya Wakristo wasingeangamia, na neema na mwongozo mulipewa nyinyi Mayahudi wangepewa badala ya Taurati, basi makundi yao yasingekataa kiyama. Basi muheshimu neema hii mliopewa. Neema hii ni kubwa sana na nzuri sana. Isingeshuka Qur'ani tukufu, basi dunia nzima ingekuwa kama kipande cha uchafu. Qur'ani ni kitabu, dhidi yake mwongozo wote hauna thamani yoyote. Kisha kwa kueleza muhimu wake Sayyidina al-Islam anasema kwamba Qur'ani tukufu ni kitabu kitakatifu ambacho kilichokuja wakati duniani ufisadi ulikuwa umeenea na makosa mengi ya imani na itikadi yalipatikana. Takriban watu wote walikuwa wanafanya maovu. Kuhusu hii Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu zahara al-fasadu fil barri wal bahr, yani watu wote waliokuwa vitabu na wengine hawa wote walikuwa katika makosa ya itikadi zao, na ufisadi ulienea duniani kote. Ilimradi katika zama hii Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kurekebisha itikadi hizi alituma Qur'an tukufu. Katika kitabu hiki Mwenyezi Mungu alibatilisha dini zingine zote, hasusan katika sura al-Fatiha inayosomwa katika swala kila siku. kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kadiri Mwenyezi Mungu dhidi ya wapinzani wote, dhidi ya maadui wote, dhidi ya matajiri wote, dhidi ya wenye uwezo wote, dhidi ya wafalme wote, dhidi ya mahakimu wote, dhidi ya wenye falsafa wote, dhidi ya wenye dini zote, alimwahidi nabii wake aliyekuwa ummi, aliyekuwa mnyenyekevu. Je, mtu yeyote anayeweza kuwa na shaka kwamba ahadi zote zilizotimia na zinaendelea kutimia hii ni kazi ya wanadamu? Kisha amesema Sayyidina al-Islam kuhusu adabu za usomaji wa Qur'an tukufu kwamba Qur'ani tukufu inatakiwa isomwe kwa makini sana. Katika hadithi inapatikana rubakarin yal anhul Qur'an, yani
wapo wengi wasomaji wa qurani tukufu ambao qurani inawalaani. उन्हें मजीद लानत भेजता है। anayesoma qurani tukufu kisha hafuati qurani tukufu basi qurani inamlaani. wakati wa kusoma qurani tukufu, wakati mnasoma aya ya rehema, mnatakiwa muombe rehema ya mwenyezi mungu, na mahali ambapo ghadhabu ya mwenyezi mungu iliyoelezwa kule, basi mnatakiwa muombe kinga cha mwenyezi mungu dhidi ya ghadhabu yake. mnatakiwa usome kwa makini, kisha baada ya kusoma mufuate mafundisho yake. आपने फरमाया लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं na kwa kueleza kwamba lengo la usomaji linatumia namna gani, amesema kwamba watu wanasoma qurani tukufu lakini wanasoma kama pandat anasoma kitabu chake, ye mwenyewe haelewi, wala wanaosikia wao pia hawaelewi. vile vile watu wanaosoma qurani tukufu wanasoma kwamba wanasoma juzu 2-3 lakini hawajui wamesoma nini. zaidi na zaidi hayo kwamba wanasoma kwa sauti nzuri na wanaeleza vizuri qaf na ain. अच्छी तिलावत करनी चाहिए। kusoma qurani tukufu katika sauti nzuri ni jambo zuri, kwa sababu katika hadisi pia imeelezwa, lakini lengo hasa la usomaji qurani tukufu ni kwamba mtu ajue kuhusu maarifa yake na mtu alete mabadiliko ndani yake baada ya kusoma qurani tukufu. kumbukeni kwamba falsafa ya kweli inapatikana ndani ya qurani tukufu. ना रखा जावे hii ni nizamu ambayo haiheshimiwi शरीफ की तिलावत madamu पूरे नहीं होंगे। hii haiheshimiwi. mtu hawezi kutimiza lengo la usomaji wa qurani tukufu. होते राही पैदा kisha kwa kueleza hii kwamba की जड़ kwa sababu ya kusoma qurani tukufu mtu anapata mapenzi ya mwenyezi mungu. anasema या सुन kwamba तो जरूर mzizi wa imani ni usomaji wa qurani tukufu, kwa sababu qurani inaposomwa inaleta imani mpya ndani ya mwanadamu. na amesema kwamba ukali wa moyo pia unafutika kwa sababu ya usomaji wa qurani tukufu. anasema kwamba mwanadamu anatakiwa asome qurani tukufu kwa wingi. wakati anaposoma aya ya maombi kule anatakiwa afanye maombi उससे पनाह मांग na atake kutoka kwa mwenyezi mungu ile iliyotajwa pale. ikiwa adhabu imetajwa basi aombe नरम करने की kinga cha mwenyezi mungu. कि कुरान शरीफ ikiwa kuna ukali wa moyo kwa ajili ya kufuta hali hii, dawa yake ni kwamba usome qurani tukufu mara kwa mara. की मिसाल एक बाग की है। mahali ambapo rehema ya mwenyezi mungu imetajwa, mtu anatakiwa yeye pia aombe rehema ile. काम के मुनासिब हाल फायदा उठाए। basi sawa na hali iliyoelezwa katika qurani tukufu, mtu apate faida kutoka katika ile hali. किसी और की इलामी किताब की जरूरत नहीं, बिल्कुल कामिल और मुकम्मल किताब है। amesema baada ya qurani tukufu hakuna kitabu kingine kinachotakiwa. anasema kwamba qurani tukufu ilikuja katika wakati ambamo mahitaji yote yalitimia, एक किस्म का अफराद तफरीद mambo yote ya hulka को पहुंच गया। yalikuwa yameharibika इंतहाई दर्जे na ufisadi wa kila aina ulikuwa umeenea. ndiyo maana mafundisho ya qurani tukufu pia ni ya hali ya juu. और मुकम्मल ठहरी kwa maana hii रही, क्योंकि पहले जमानों में sheria ya qurani tukufu imekamilika उनकी इसलाह के लिए इल्हामी किताबें आईं, वो भी kwa sababu zamani वो मुफासिल vitabu vilivyokuja kwa ajili ya kuondoa ufisadi, आईं। vitabu vile havikufika katika hali yao ya mwisho, शरीफ के वक्त में वो सब अपनी इंतहा को पहुंच गए थे। na ufisadi pia ulikuwa haukuenea kama ulienea wakati wa qurani tukufu. अगर हर एक तरह के खलल से basi tofauti baina ya qurani tukufu na vitabu vingine vilivyokuwa kabla yake ni kwamba vile vitabu hata kama vingelindwa, vile vitabu kwa sababu ya kutokukamilika, भी थी, तब भी lazima qurani tukufu pia ingeshuka, बात और थी, इसलिए तालीम फिर भी नामुकम्मल रहनी थी। और कुरान करीम को kwa sababu dharura ya wakati ule na mahitaji ya wakati ule yalikuwa tofauti. किताब भी आवे, क्योंकि कमाल basi kwa ajili ya qurani tukufu hakuna haja kwamba baada yake kitabu kingine kishuke, रसूल हक kwa sababu kitabu hiki kimekamilika. इंजील की तरह मुशरिकाना असूल बनाए जाएंगे। labda ikiwa तौहीद में तब्दील और
ikiwa ushirikina unaenea इसके ये भी फर्ज किया जाए जो किसी na badala ya umoja ushirikina utaenea कायम है वो भी फिर तरीके शिर्क और मखलूक परस्त na waislamu ambao wanafuata umoja wa mwenyezi mungu तो बेशक ऐसी wao pia watakapoanza kufanya ushirikina katika hali hii bila shaka kuja kwa sheria ingine itakuwa lazima lakini hii haiwezi kutokea kamwe कुरान शरीफ हकीकी बरकत kisha anasema senam alah salatu wassalam kumbukeni ये उन लोगों के लिए qurani tukufu ni chemchem ya baraka na vile vile ni njia ya ukovu अमल ना करने वालों में से एक ग्रोह तो वो hii ni kosa la wale watu ambao hawafuati qurani tukufu और वो इसको wale ambao hawafuati qurani tukufu miongoni mwa hawa ni wale ambao hawana imani juu ya qurani tukufu na hawana imani kwamba hii ni kitabu cha mwenyezi mungu lakini wale watu ambao wanaamini na wanajua kwamba hii ni अगर वो इस पर अमल ना kitabu cha mwenyezi mungu na ni tiba ya इनमें से बहुत से तो ऐसे maradhi ikiwa wao hawazingatii basi hawa watu ni wenye bahati mbaya ऐसे आदमी जो miongoni mwa hawa ऐसे गाफ wengine ni wale watu ambao hawakusoma quran katika maisha yao yote wao wameghafilika katika qurani tukufu नहायत mfano wao ni kama mfano yule mtu ambaye kuna mtu ambaye anajua kwamba kuna chemchem maji yake ni mzuri na tamu ये इल्म na maji yake ni dawa kwa ajili ya maradhi chungu mzima और बहुत से yeye anajua mambo haya yote lakini kwa kuwa na hali hii na kwa kuwa na kiu na kwa kuwa na maradhi ya aina mbalimbali yeye haendi karibu na kile chemchem basi yule mtu ni mwenye bahati mbaya na ni jahili पानी से हजर yeye alitakiwa angeenda karibu na kile chemchem na angekunywa maji kutoka katika kile chemchem vizuri lakini kwa kuwa na elimu lakini yeye ni mbali sawa na yule mtu ambaye hana habari ya kile chemchem बहुत ही इबरत na anakuwa mbali kutoka katika chemchem mpaka anakamatwa na mauti वो जानते हैं कि siku hizi hali ya waislamu pia ni ya aina hii kwamba wanajua kwamba ufunguo wa kila ufauli unapatikana ndani ya qurani tukufu na tunalazimika kufuata qurani tukufu lakini wao hawajali kuhusu qurani बल्कि खुदा ताला के हुक्म mtu से kwa huruma तो उसे कज़ाब na sawa na amri ya mwenyezi mungu anawaita upande huu yeye anaitwa muongo रहम हालत इस कौम की होगी मुसलमानों को चाहिए basi je यही जरूरी है hali mbaya inaweza kuwa zaidi ya hali hii ya kaumu hii कदर करें इसकी कदर यही है कि इस पर अमल करें hawa wanatakiwa waheshimu chemchemi hiki na heshima yake ni hii kwamba wafuate mafundisho yake kisha waone namna gani mwenyezi mungu anaondoa shida zao na matatizo yao lao waislamu wangeelewa na wangefikiria kwamba mwenyezi mungu ameleta njia nzuri kwa ajili yao na kwa kufuata njia hii wapate faida kisha anasema sinam alah salam kwamba hii ni kweli kwamba waislamu wengi wameacha qurani tukufu lakini baraka na nuru ya qurani tukufu ni hai ताला हमेशा अपने अपने वक्त na mimi nimetumwa kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili क्योंकि उसने mwenyezi mungu इन्ना aliendelea kutuma watu wake kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili kwa sababu mwenyezi mungu aliahidi inna nahnu nanzalna zikra wa inna lahu lahafizun yani bila shaka sisi tumeteremsha qurani tukufu na sisi tutailinda जो वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है ahadi hii ya kulinda qurani tukufu alifanya mwenyezi mungu इसलिए इन किताबों में ahadi hii si kuhusu taurat au kitabu kingine की हिफाजत का ये kwa sababu katika vitabu hivi तासीर watu waliingiza ताज़ा सबूत मिलते mafundisho yao हैं और यहूद ने चूंकि तौरात को athari ya mafundisho ya qurani tukufu inaendelea kupatikana siku zote mayahudi waliacha taurati ndiyo maana athari haipatikana ndani yake एक नसीहत फरमाया kisha sinam alah salam alitoa nasaha कि कुरान kwa kutoa nasahi sinam alah salam alisema kwamba kwa ajili yenu जो लोग ni lazima kwamba msiache qurani tukufu kwa sababu uhai wenu unapatikana ndani ya qurani tukufu wale watakaoheshimu qurani tukufu wataheshimika huko mbinguni wale watakaotanguliza qurani tukufu juu ya hadisi na kila kauli wao watatangulizwa huko mbinguni kwa ajili ya binadamu hakuna kitabu chochote isipokuwa qurani tukufu na kwa ajili ya wanadamu hakuna
nabii mwingine yoyote, lakini mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. hazur anasema kwamba haya ni maandiko ya sinam alahi salatu wassalam kuhusu umuhimu wa qurani tukufu na kuhusu usomaji wake na vilevile kuhusu kufuata amri zake, ili kila mmoja wetu azingatie jukumu lake hili, na katika ramadhan hii tuweze kupata baraka kutoka katika hazina hii muhimu. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba musome qurani tukufu vizuri, na yale muliyosahau kutoka katika qurani tukufu mujaribu kuhifadhi. mwenyezi mungu atuwezeshe kila mmoja wetu aweze kufanya hivi, amin. huzuri anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili. jeneza moja iko hapa ambaye ni ya bana kalima wasim saheb aliyekuwa mtumishi wa mta. tarehe 6 ya julai kwa mshtuku wa moyo alifariki katika umri ya 54. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa mjukuu wa haji muhammadin darwesh wa kadian. sayyid sadak ali saharanpur pia alikuwa babu yake upande wa mama. alikuwa mkwe wa mubarak saki saheb, alikuwa mbashiri hapa uingereza. bana kalim sa kutoka utoto wake alikuwa akitumikia jumuiya. alipokuwa karachi kule pia alikuwa member wa majlis amla. katika abu dhabi pia alikuwa naibu wa mwenyekiti. 89 alihamia uingereza. aliwahi kuwa qaid khudamul ahmadiyya wa london region. katika jalsa salana pia alitoa huduma zake. 93 mta ilipoanza, tangu wakati ule alikuwa anaitumikia katika mta. alikuwa miongoni wa watumishi wa mwanzo wa mta. katika kazi ya maintenance na technical alifanya kazi, na katika idara zingine pia alifanya kazi, na mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kutoa huduma zake kwa ajili ya mta. alikuwa in charge wa translation department. alikuwa msomaji wa habari wa mwanzo katika mta. alikuwa akipenda sana uhalifa. alikuwa akifanya kazi yake kwa uaminifu sana. alikuwa akiwatendea wenzake vizuri. ameacha mama yake na mke wake sara nasim na binti moja na watoto wa kiume wawili. mama yake anasema kwamba alikuwa akiheshimu sana wazazi na alikuwa akiwatendea vizuri wazazi. mkewe anasema mume wangu nimeona kwamba kwa kweli alikuwa na shauku ya huduma. alikuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi kwa ajili ya dini ya mwenyezi mungu. wakati wote alipopewa jukumu kutoka kwa uhalifa, kwa imani sana na kwa jazba sana alikuwa akifanya ile kazi. alikuwa na imani sana juu ya kudra ya mwenyezi mungu, na alikuwa akiwaambia watu kwamba wao wategemee mwenyezi mungu. na sifa yake maalum ilikuwa kuwapatia wageni ukarimu. wageni walikuwa wakija nyumbani alikuwa akiwapatia ukarimu, na alikuwa akiwapatia chakula mwenyewe. dada yake pia ameandika kwamba bwana kalimso alikuwa hana tabia ya kuwaonyesha wengine, na nimemwona kwamba alikuwa na shauku sana ya kusoma vitabu vya sayyidina alayhi salatu wassalam. asim shahzad ambaye alikuwa mwenzake anafanya kazi pamoja naye anasema kwamba nimefanya kazi pamoja na kalimsa miaka 11 katika mta. nimemwona kwamba alikuwa mtu wa kupenda uhalifa, na yeye hakuonyesha kwamba yeye ni mkubwa na wengine ni wadogo, bali alikuwa akiwafundisha wadogo kazi. anasema wakati fulani nilimuona bana kalim saheb kwamba katika mt baitul futuh alikuwa anafanya usafi. nikamuuliza kwamba kwa nini wewe unafanya
usafi unaweza kuwaambia wengine wao wanaweza kufanya usafi. yeye akasema kwa fahari kwamba wakati nyumba hii ya mtia ilipofunguliwa, wakati ule halifa aliwasihi watumishi, wakati ule halifa alipokuwa anatoa nasaha alitukumbusha kuhusu usafi pia. Na wakati alipokuwa anasihi, wakati ule halifa alikuwa ananiona, kwa hiyo yeye aliona kwamba amri hii ilikuwa kwa ajili yake, ndiyo maana alikuwa anafanya usafi kwa mkono wake. क्लिप देख रहे थे एमटीए के, kisha anasema kwamba siku moja tulikuwa tunaangalia vipindi vya zamani ya mtie. katika vipindi hivi kulikuwa maandiko ya sinam alah salatu wassalam na vile vile ya mahalifa. क्या जो है katika maandiko haya yalionekana kwamba आगे बढ़ाने के लिए mta ni idara ambayo inasambaza na inasogeza kazi ya sinam alah salatu wassalam, रोने लगे। na kwa ajili ya kazi hii inafanya kazi kubwa sana. kwa wakati alipokuwa anaangalia maandiko haya alianza kulia kwamba kalim ni mwenye bahati nzuri kwamba yeye anafanya katika idara ile ambayo inasambaza kazi ya sinam alah salatu wassalam. कहते हैं एक दफा उन्होंने रुखसत की दरखास्त दी तो kisha hazur anasema alikuwa na haki ya kupata likizo. siku moja alipeleka ombi ya likizo. talmujimrashab akasema kwamba siku hizi kuna kazi nyingi, kwa hiyo usiende likizoni. kwa hiyo mara moja akachukua ile barua yake na akachana. talmujisa pia aliniandikia kwamba kwa furaha alichana ile barua yake, ombi lake, si kwamba alichana barua yake ombi lake kwa hasira. कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मोहब्बत और खुलूस imam saba anaandika hii pia kwamba mashallah kwa imani sana alikuwa anatoa huduma zake, और अपने प्रोग्राम अपने काम के alikuwa akitanguliza faida ya jumuiya juu ya mashila yake, juu ya kazi yake. alikuwa mahiri katika kazi yake खालिद साहब ने na alikuwa akifanya kazi kwa imani sana. साहब के ज़माने में khalid saheb pia ameandika kwamba wakati wa rawil saheb alipoambiwa kuhusu tafsiri, बता दिया करें ताकि wakati wote alipoambiwa alisema kwamba rawil saheb wakati wote akipata nafasi basi muniambie, mimi nitakuja nitafanya mpango wa tafsiri ya hutuba. kwa hiyo alikuwa tayari kila wakati kwa ajili ya kutoa huduma zake. hazur anasema mimi pia nimemuona alipokuwa akija kwa ajili ya kukutana nami pamoja na watoto wake, alikuwa akikalisha watoto wake mbele na mwenyewe alikuwa akikaa nyuma, labda kwa sababu ya hii kwamba watoto wazungumze nami moja kwa moja, अल्लाह करे कि na yeye wao pia wajenge uhusiano wao na halifa. mwenyezi mungu ajalie kwamba matamanio yake yaendelee kutimia na watoto wake waendelee kujenga uhusiano wao na halifa, na malezi waliopatia wazazi hawa mwenyezi mungu awajalie watoto hawa kwamba waendelee kuwa watu wenye faida kwa ajili ya jumuiya. mwenyezi mungu awe msaidizi wao na ampatie subra mama yake na mke wake. jinaza ya pili ni ya bana alhaj asim zaki bashiruddin wa marekani. hii ni jinaza ghaibu. को कज़ाए इलाही वफ़ात पा गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना tarehe 22 ya juni 2014 alifariki. ina lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa miaka kadhaa alikuwa na maradhi ya kansa, lakini katika uso wake hakuonyesha kwamba ana shida. kwa ujasiri sana aliendelea kupambana na maradhi yake. 1929 alizaliwa katika nyumba ya ukristo. kutoka utoto wake alikuwa akipenda dini. katika ujana wake kwa sababu ya shauku na kwa sababu ya kusoma vitabu alijiunga na jumuiya. alikuwa na yakini kamili juu ya mwenyezi mungu. मोमिन होने की alikuwa mwenye subra sana. जुमाती बुजुर्ग शख्सियात से alikuwa picha halisi ya mwaminio. पहली दफा फैजुल्लाह खान साहब से alikutana na wazee wengi wa jumuiya. alikutana na zafrullah khan saheb mwaka 1940. 1979 alikutana na halifa watatu. ana asim saheb alikuwa akisema kwamba nilipokutana na halifa watatu nilihisi kwamba amezingirwa na nuru tupu. लोकल सदर भी रहे से alitoa huduma zake katika national majlisi ya amla wa marekani. alikuwa zaim ansarullah na local secretary tabligh.
katika mji wa Seattle ya Marekani. Alikuwa akifanya kazi katika port na alikuwa akiishi miezi mitatu nje ya nyumba yake, मुलाजमत की है। एक दफा जलसा आ गया, na alikuwa akipata जलसा posho mzuri. Wakati fulani आ गया, मुलाजमत छोड़ के jalsa salana ilikuja, yeye kwa kuacha kazi yake akaja kushiriki mkutano wa mwaka na akaacha kazi yake. प्रोग्रामों में शमूलियत किया करते थे। Alikuwa akishiriki katika mikutano yote ya jumuiya. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, खिदमत के लिए किसी जगह, और तेज गाड़ी चला रहे थे। Wakati fulani yeye alikuwa akienda kushiriki mkutano wa mwaka na alikuwa anaendesha gari kwa mbio sana, na polisi akamsimamisha. Alikuwa amevaa kofia. Polisi akamuuliza, je, unaenda kanisani? Akasema hapana, naenda msikitini. Yule polisi ofisa aliyemsimamisha akamwambia kwamba gharama ninayotaka kukupatia, ile gharama unatakiwa utoe katika msikiti wako. Kwa hiyo yeye mara baada ya kufika msikitini akatoa $85 ilikuwa gharama ya ile kosa. Vile vile msikiti wa Seattle ulipojengwa wakati ule, yeye alitoa mchango mkubwa kushinda wengine wote. Wakati ule sawa na mchango wake alikuwa anaweza kununua gari mpya. Alikuwa na shauku ya mahubiri. Katika gari yake alikuwa akiweka meza na vitabu na vipeperushi, na sehemu yote alipokuwa akienda kule alikuwa akiweka stoli na alikuwa akisambaza literature, vitabu na vipeperushi. आखिरी Katika library ya Seattle aliweka vitabu vya jumuiya. Mpaka mwisho wa uhai wake alikuwa na fikira ya maendeleo ya jumuiya. Alikuwa akipenda sana jumuiya na uhalifa. के Alikuwa akiwasihi watu आपकी रवायकीन में अहली kwamba watoe huduma zao kwa ajili ya jumuiya. Ameacha mke na watoto 4. बच्चों को Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, तौफीक अता फरमाए। na watoto wake pia waendelee kubaki juu ya mema. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.